Mheshimiwa Waziri, nilipofika kwenye mkoa huu hadithi ni nyingi, maelezo ni mengi, na sababu za watu kushindwa kutekeleza ahadi walizozitoa ni mengi, lakini tosha kusema Mungu wetu mwaminifu. Leo napoona tuko hapa Kilombero tukishuhudia utiwaji wa saini wa mkataba kati ya mjenzi na halmashauri yetu chini ya usimamizi wako waziri wetu wa TAMISEMI, si tu faraja kwetu sisi viongozi, si tu faraja kwa Chama cha Mapinduzi yenye ilani yake, bali ni matumaini kwa wananchi wa mkoa wa Arusha kutimilizwa kwa ahadi walizokuwa wamepewa. Ni kwamba mwakani mkoa wa Arusha utakuwa na stendi, mwakani mkoa wa Arusha utakuwa na masoko. Na hapa niseme kidogo, Mheshimiwa Waziri, juzi maneno yalikuwa mengi sana pale bungeni. Maneno hayo yalikuwa ya kukukatisha tamaa wewe na wizara yako ili uwe kinyume na watumishi wa umma, alafu miradi hii ibaki kuwa tena historia. Mradi wa stendi na wa soko ni ya muda mrefu, lakini ulitafutiwa kila namna ya kubadilishwa mawazo ili useme usimame kidogo. Mojawapo zilitoka tuhuma ya kwamba mradi huu kuna pesa zinaenda kupigwa bilioni 7, na ikuishia hapo, zikaelekezwa tuhuma kwako ya kwamba wewe wizara yako imevunja mkataba. Leo niwaambie wana Arusha, nilipoingia hapa waziri wangu aliniambia tunachunguza, tukabaini mkataba ulikuwa na mambo mengi, lakini tosha kusema yule aliyevunjiwa mkataba ndio alipaswa kulalamika, lakini wanaolalamika ni wale waliokula hela ya yule aliyevunjiwa mkataba. Hapo mtakuwa mmenielewa. Matokeo yake serikali makini haiwezi kuingia mkataba kama huu alafu mradi wake usijengwe. Serikali makini ya awamu ya 6 haiwezi kukubali hata shilingi moja ya serikali ibiwe. Na mimi nilimuomba waziri wetu Mchengerwa ya kwamba soko la Kilombero likijengwa na stendi kajengwa, lakini tuna soko la Mlombo pale nalo linahitaji kujengwa. Kwa roho njema waziri wetu na mapenzi yake, kwa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ametupatia fedha za kujenga hilo soko zaidi ya bilioni 3, ambao leo mmeshuhudia hapa mkataba unasainiwa. Haya yote tusingeyapata kama sio mahusiano mazuri. Haya yote tusingeyapata kama sio uongozi imara wa Daktari Samia. Leo wizara inatuhumiwa na kupako matope kwa mtu ambaye hataki hata kushiriki vikao. Hapa mnavyoniona mimi Paul Christian Makonda, wakati nazaliwa, nilipokatwa kitovu, waliondoa kila aina ya uoga. Nitatwanga spana mtu yoyote anayesimama mbele yangu kukwamisha kazi niliyotumwa. Arusha sikuja kucheka na mtu. Sikuapishwa nije nitabasamu kama mtu mwenda wazimu. Niliapishwa nije nifanye kazi ya kuwasimamia watumishi wa umma na mipango iliyopangwa na serikali chini ya ilani ya Chama cha Mapinduzi itimie.